CIA wamejipenyeza sana na wajanza leo, ni zaidi ya miaka 40 pamoja na Mossad, na ni udhaifu mkubwa sana wa Iran. Wasaliti ni wengi na mfumo umevuja, japokuwa wanajitahidi sana kupambana. Nimeona statement ya jana, Trump amesema watu wake watatu ambao waliwatazamia kuchukua urais Iran au uongozi Iran, wote wameuawa na watu wasiojulikana, hajui kwa nini wameuawa na nani amewaua. Kwa hiyo wenyewe wanajitahidi kupata taarifa na kuzifanyia kazi, lakini bado ni ngumu sana kuweza Iran kuishinda Marekani na Israeli katika masuala ya intelligence. Ni ngumu sana, na Iran wataendelea kuwa waanga wa hili kwa sababu kuna majasusi wengi mno ambao wamejipenyeza, na wengine inasemekana wana vyeo vya juu kabisa katika majeshi ya Iran. Okay, sawa. Swali ambalo linafuata, baada ya Irani kushambuliwa, imeanza kupiga kambi zote za Marekani, inapiga baadhi ya sehemu ambazo zina faida, kama mfano sehemu za mafuta, magara ya mafuta, kwa mfano ikiwa Saudi Arabia tumeona jana. Wengine wameanza kulaumu pia kwamba sasa mbona kama mnaanza kuharibu tena, sasa tukose wote. Kwa nini inakuwa ni hivyo na ni kwa sababu gani? Ya Saudi Arabia, kuna taarifa ambazo tunazifuatilia, imegundulika sio Iran walioshambulia pale. Imeonekana ni Mossad walipiga ili kuchochea vita wazidi kupigana, kwa sababu kumbuka Iran yeye msimamo wake uko wazi, anapiga kambi za Marekani kwenye maslahi ya Marekani. Lakini kama unavyojua wakati mwingine bomu halina macho, likitua limefanyaje? Limetua. Lakini anachokifanya Iran ni kulenga maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati, kitu ambacho pia si kigeni kwa sababu alikiahidi mapema, na huwa pia anafanyage hivyo katika vita vya siku zote. Piga kambi za Marekani zopo Qatar, Dubai, lakini sasa ndo makombora mengine of course pengine yanakosea, si ndio? Na ndio maana tuliona jana waziri mkuu waziri wa mambo ya ndani nadhani wa nje kama sijakosea, Israeli alalamika akasema Iran wameua watoto 30 na Iran wakasema na wenyewe kule wameua zaidi ya watoto 100. Kwa hiyo saa nyingine lengo sio mabomu hayana macho. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba kwa nini Mashariki ya Kati inachafuka? Ni kwa sababu Mashariki ya Kati nchi nyingi zina kambi ya Marekani. Marekani imejenga kambi nyingi za kimkakati ambazo pia hizo kambi nyingi zimejengwa kwa ajili ya kumlinda Israel, maslahi ya Marekani pamoja na kumdhibiti Iran. Kwa hiyo anachokifanya Iran ili na yeye awe na uwezo wa kushambulia kwa usalama, na yeye apunguze ukali wa mashambulizi ya Marekani, anazipiga zile kambi, kwa sababu akiziacha zile kambi itakuwa ni rahisi kwa zile kambi kumshambulia yeye Iran, kwa sababu kumbuka ni kambi za Marekani, japokuwa zipo katika nchi tofauti tofauti ambazo si za Marekani. Kwa hiyo Iran anafanya vile ni kama kujilinda cha kwanza, lakini cha pili ni kujaribu kumpunguza nguvu Marekani, kwa sababu ukizidi kushambulia zile kambi za Marekani Mashariki ya Kati, automatic unapunguza ulinzi wa Israel, kwa sababu kumbuka Mashariki ya Kati kuna vikundi vingi sana ambavyo vinampinga Israel, ila uwepo wa kambi nyingi za Marekani na nguvu kubwa ya Marekani kule Mashariki ya Kati kumesaidia kuvinyong'onyesha hivi vikundi. Ndio maana tunasikia sasa hivi imepungua, kuna Hamas, tutasikia Hezbollah, Taliban sasa hivi wamechukua nchi kabisa, Daesh wamefutika, wapo lakini wako chini na vikundi vingine, kwa sababu kuna kambi nyingi sana za Marekani. Kwa hiyo Iran kama anazidi kuzizofisha hizi kambi za Marekani, maana yake pia anayasaidia ya makundi mengine kuweza kufanya mashambulizi kwa urahisi, na ndio maana umeona Hezbollah na yeye alishambulia kambi za Marekani. Baada ya hapo Israeli naye akarusha bomu kwenda Lebanon. Sasa ndio maana ya Mashariki ya Kati kuchafuka, kwa sababu Iran ana vikundi ambavyo vinamsupport, ambavyo Marekani wanaviita ni vikundi vya kigaidi, ila Iran anavitambua kama vikundi vya harakati na vyama vya kisiasa. Kwa hiyo hawatakubali kumuona Iran ananyong'onyeshwa mwenyewe, kwa sababu Iran huwa pia anawasaidia pale ambapo huwa wanaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo na wenyewe wanajaribu kujibu, na huku pia Marekani na Israeli wanajibu. Hiyo ndio maana halisi ya Mashariki ya Kati kuna waka moto. Okay, sawa. Pengine sasa hivi kwa vitu unavyoiona, kwanza unaona mataifa yakiungana kuweza kuishambulia Irani, kutokana kwa sababu Saudi Arabia alijaribu kuigusia hiyo, kuzishawishi nchi zingine. Itafanyika kunavyoona vita vinavyoenda? Sidhani, ingawa haya mambo yatabiriki, maana kusema haitofanyika, ikifanyika wabongo watakuja hivi. Hii ni vita, lolote linaweza kutokea muda wote, lakini tunapima matarajio kulingana na hali halisi jinsi ilivyo. Iran ni kama kavurugwa. Ukisema nchi zote ziungane kumshambulia, nimekwambia kumbuka, na ndani ya hizo nchi kuna vikundi vidogo vidogo ambavyo vinamuunga mkono Iran. Tutashuhudia mambo ya
kujitoa mwanga na sidhani kwa sababu Iran ana silaha. Sidhani kama kuna mtu angependa kuingia tena kwenye ugomvi na Iran, kwa sababu kumbuka, Iran akisema anashambulia Qatar, anashambulia kambi ya kijeshi ya Marekani iliyopo Qatar. Hana ugomvi na Qatar, yeye anapiga kambi ya kijeshi. Sasa Qatar kwa sababu tuungane na Saudi Arabia kuipiga Iran, naye ataanza kupiga Qatar. Qatar umewekeza muda mrefu, umetengeneza nchi yako, kwa nini uingie katika ugomvi na Iran kwa sababu ya Marekani na Israel? Kwa hiyo ukiangalia ni hesabu ambayo haiwezekaniki, labda kama watalazimishwa na Marekani pamoja na Israel, kitu ambacho sikioni, kwa sababu Umoja wa Mataifa upo, ingawa wakati mwingine unakuona meno, ila kuna jitihada za makusudi ambazo zinafanywa. Hata kama hawa Iran na Israel sasa hivi hawapikiki chungu kimoja, basi hao wengine wasiingie tena katika hivyo vita. Nimeona kutoka Marekani maswali yamekuwa ni mengi sana. Kuna wanaosema kwamba Marekani imebadili mbinu ama malengo ama kusudio lake la hii vita, kwamba ilikuwa ni regime change, na sasa hivi wanasema kwamba nataka tuharibu tu vinu vya nuclear. Nini ambacho kipo katikati hapo? Unakumbuka nilikuambia mwanzo, Marekani na Israeli hawana uwezo wa kuipiga Iran, na kama wangekuwa na uwezo wangeshafanya hivyo siku nyingi. Na nikakuambia kwamba uwezo wa kuipiga ni tofauti na uwezo wa kushambulia. Ulisema yes. Yani kuna kushambulia na kuipiga. Kupiga ndo kushinda, yani nimekutandika sasa hivi mimi ndo ninakutawala huko chini yangu baada ya kupiga. Yani kuna tofauti ya kupiga na kushambulia. Israel na Marekani ili kumpiga Iran ni kubadilisha system ya utawala wa Iran, sababu ukisema unaharibu hiyo uranium vinu, swali haribu mwezi wa 6 kwenye vita vya siku 12 walipiga Natsiz, walipiga Isfahan, Tabriz. Mbona leo wamerudi tena? Maanake tumeona Iran anaendeleza. Utaharibu tena leo, afu utaiacha system ya Iran vile vile. Si utarudi tena siku mwaka mwingine, maana si wataendeleza. Sasa itakuwa tu ndo mchezo ule ule, bado Iran anamkomalia Marekani. Maana yake hapo nani kashinda? Bado Iran kapigwa. Itakuwa hajapigwa, maana si serikali yake bado imebaki na bado sheria zake zinaendelea. Kwa hiyo kama Marekani ataamua kufanya hivyo, Iran atakuwa amefanikiwa kuizuia serikali yake isianguke. Na yeye ndo atakuwa ameibuka kuwa kipaumbele kwamba nimejilinda, bado naendelea kubaki. Sawa. Swala la Marekani kupeleka baadhi ya ndege zake na baadhi ya vifaa vyake, kwa maana military base na nini, vitu vya kupeleka Cyprus, unasema wengine anaichukulia kama sehemu ya Marekani kukimbia vita, na kuna wengine wameanza, nilimwona Trump alikuwa anailaumu Uingereza kuchelewa kukubali kuweza kupeleka vitu vyao pale, na ukiwasikiliza Spain pia wamesema haungi kabisa hii vita namna yoyote hata moja. German pia nenyewe hawataki. Nini anachokiona hivi? Watu wataka kuharibu nchi zao. Irani sasa hivi alipofika hana cha kupoteza. Na wewe mwenyewe unafahamu hivyo. Yaani hana cha kupoteza. Na hao kina Spain, German hawana uzoefu hivyo na vita. Mara ya mwisho wa Spain wamepigana lini? Mara ya mwisho Wajerumani wamekuwa lini kwenye vita? Sasa Iran mara ya mwisho kitoa hii vita hapo wamekuwa vita mwezi wa 6 tu mwaka jana. Niko moto. Sasa watu wengi hawapendi kuharibu nchi zao. Watu wanapambana na uchumi. Kwa hiyo hamna maana ya kuingia katika vita vya Iran kwa sababu ya Marekani na Israel. Kwa hiyo kila mtu anaangalia nchi yake kwanza. Kwa nini uende ugombana na Iran kwa maslahi ya Israeli na Marekani wakati haja kushambulia na wala Iran na tatizo na wewe? Kuna haja gani ya kwenda kufanya hivyo? Nakumbuka Iran alipo yeye pale hana cha kupoteza. Sasa kwa nini ufanye hivyo? Kwa hiyo hakuna maana. So nchi nyingi zinajaribu kufanya hivyo ili kutojaribu kupanua mzozo, kwa sababu Iran anachukulia nchi yote ambayo inamuunga mkono Marekani ni kama inapigana naye, kwa sababu iko vitani na Marekani pamoja na Israel. Kwa nchi nyingi hazitaki kuonekana hivyo, kwa sababu Iran ana cha kupoteza, na Iran ana makombora ya masafa marefu ambayo yanaweza kufika maeneo mbalimbali. Swali langu la mwisho kwa siku ya leo, kabla pengine labda tutatokea mbeleni huko, vitu wanavyoviona mpaka sasa kati ya Israel na Iran, ni taifa lipi ambalo limepata hasara kubwa sana kwa sasa hivi? Iran. Kwa sababu viongozi wengi wamekufa. Huo ni kweli. Iran wamepata hasara kubwa mpaka hivi sasa ukilinganisha na Israel. Hasara ya kwanza ni viongozi ambao wameuawa na Israel na Marekani, akiwemo Khamenei mwenyewe, waziri wa ulinzi
mkuu wa IRGC na makamanda wengine. Hiyo ni hasara ya kwanza. Israeli mpaka hivi sasa hawajapoteza afisa yoyote mkuu wa maana wa ngazi ya juu wa kijeshi ukilinganisha na Iran jinsi ambavyo wamepoteza. Kwa hiyo tukipima hapo unaona kabisa katika mizania katika hili Iran wamepata hasara. Pili, unaweza ukasema Iran anapiga majengo na miundombinu kule Israel, lakini sasa target za Israeli zimekuwa za kuumiza mno, hata kama shambulii mara nyingi kama ambavyo anafanya Iran. Yakipiga anapiga kwenye sehemu za nuclear zile, akipiga anapiga kwenye shirika la utangazaji la Iran. Kwa hiyo Israeli anafanya target fulani za kuinyong'onyesha Iran. Iran yeye anapiga of course kwenye kambi za Marekani amenyong'onyesha, lakini kuishambulia Israeli anaishambulia. Ile ukipima sasa hasara, Iran bado amepata hasara kubwa. Sasa majengo hata Iran pia yameharibika. Ile sasa ukiangalia kwenye umuhimu, Iran amepoteza vingi muhimu ukilinganisha na Israeli. Ingawa hivyo alivyopoteza tusisahau havijamfanya kutetereka vitani, kwa sababu hata kama ni ndege za kivita Marekani na Israeli wenyewe wamepoteza. Kuna ndege pia na zenyewe zimedondoka. Sasa ukichukua hasara zote, sijui majengo, ndege, watu, bado utaona mizani na kaa upande wa Iran. Upande wa Iran. Nakumbuka sasa Iran pia anatumia fedha nyingi sana kurusha yale makombora, kwa sababu kumbuka makombora yake anarusha sehemu tofauti tofauti. Yeye Israeli anarusha tu sehemu moja. Kwa hiyo ukiangalia pia hata kwenye uchumi, kwenye hasara, Iran bado anatumia nguvu nyingi zaidi ukilinganisha na Israeli. Kwanza karusha makombora mengi zaidi, lakini pia pili au makombora mengi hajarusha tu kwenda Israeli, anayatawana Qatar, UAE, Bahrain, sijui Jordan. Zote hizo ukipima ni fedha zinatumika, ni gharama zile. Kwa hiyo ukija kwamba hii vita imetuingizia hasara kiasi gani, bado Iran ametumia nguvu kubwa mno, anapambana mwanaume. Nimesikia pia bunge pia limeshambuliwa. Walishambulia bunge, ingawa madhara hayajawa makubwa sana. Lakini sasa kwa kumalizia, pengine hasa Zungu, unaiona wapi hii vita, inaisha kipindi gani? Mazungumzo yamefeli. Nimesikia Trump alitaka mazungumzo kwa mara ya 3, Irani hawataki kabisa. Uongozi mpya ambao unauona Irani pia utaweza kusimamia ile misingi kama ulivyozungumza hapo awali? Mimi sina shida na system ya Iran, misingi inasimamiwa. Ndio maana umeona Ayatollah Arafi ana cha kupoteza, ametoa misimamo mikali mno. Nakubali. Yule ana misimamo mikali kuliko Khamenei kwa sababu maarufu wake ameupata kwenye ualimu wa dini. Yule sasa ni mwanazuoni, ni mwalimu mbobevu na kipenzi cha watu wa Iran kwenye dini. Naijua dini kweli kweli mno, na ana misimamo mikali kweli kweli kwa sababu anaijua siasa na dini vibaya mno. Ndio maana amekuwa na kauli kali, ana hata siku 5 ofisini na ni wa muda tu. Ndio maana anavyopeleka moto. Mimi sina wasiwasi na system ya Iran. Kuniambia vita itaisha lini? Mimi sijui, ni ngumu kutabiri, lakini tunaomba Mungu ishi, ila kwa sasa bado. Nadhani hebu tusubiri mpaka leo ni Jumanne. Leo Jumanne. Angalau basi masaa 48 hivi tunaweza tukapata mwanga. Sijui itaisha lakini baada ya siku 2 hivi nadhani tunaweza tukaanza kupata mwanga. Kuna hapa hii inavyoenda hivi, kuna mtu tayari kashashikwa, kuna namba at least baada ya masaa 48 nadhani tunaweza tukapata mwanga, kwa sababu sasa hivi mashambulizi bado yanaendelea. Iran anashambulia, Israel anashambulia. Lakini kwa kumalizia, ili ulilizungumza mwanzo pia, unajua nimekuuliza hii swali special kwa sababu wewe ndo mchambuzi ambaye uliligusia sana ili unajaribu sana kulionya hili. Watanzania wengi, sijajua ni uelewa ama ni nini, wengi wanashangilia tu kipigwe. Lakini Mheshimiwa Rais umeanza kwa kuzungumza hapa kwamba mafuta ni yamepanda kwa 13%. Ulaya 50% imezungumzwa. Uchumi wa dunia kutokana hii vita hasara yake ikoje sasa? Kwa kumalizia pia utaongezea pia kuna ndugu zangu wako pale hapo tunafanya kazi, wameniambia kuna ndege za Emirates zina siku zaidi ya 3 hazitembei. Mashariki ya Kati anga si salama. Mashirika mengi hayaendi kule. Kiufupi tu Mtanzania wa kawaida elewe kwamba mafuta yanahusikaje. Si simple tu. Ili ukanunue nyanya sokoni, ile nyanya inatoka kwa mkulima. Mkulima ile nyanya anapeleka sokoni na nini? Na usafiri. Sigari, magari, malori mengi yanakuja hapa Dar es Salaam, yanatoka Iringa huko sio wapi, si ndio? Yayo magari yanatumia nini? Ukipandisha
gharama za mafuta zikishapanda duniani, mwenye gari naye atapandisha gharama za usafirishaji, kwa sababu automatic gharama za mafuta zimefanyaje? Zimepanda, si ndio? Mwenye gari akishapandisha atamwambia mwenye nyanya, kama ulikuwa unasafirisha kwa shilingi 10 sasa hivi ni shilingi 13 kwa sababu mafuta yamepanda. Mwenye nyanya kama alikuwa anauza nyanya shilingi 7 naye atapandisha. Atapandisha kwa sababu anaona hapa sasa hivi nasafirisha kwa hela kubwa na mimi nipandishe nipate faida. Atapandisha kwenda kumuuzia yule wa sokoni. Yule wa sokoni naye akishaona amenunua kwa bei ghali, naye atapandisha ili apate faida. Mlaji wa mwisho anaenda kununua ile nyanya, ndio aenda kulipia gharama za usafiri za nini. Kwa hiyo unaweza kukuta nyanya, yani sisi tunalima hapa nyanya, lakini sisi kwa Iringa mpaka toka Dar es Salaam mafuta yakipanda inapanda bei. Itapanda kwa sababu sasa si usafiri kuileta pale sokoni imekuwa ghali. Nyanya sawa zipo, ile zinatokaje kuja da mafuta yakipanda, kwa hiyo usafiri kuileta ile bidhaa sokoni kunakuwa ghali. Kwa hiyo inakuwa shughuli imeishia hapo. Ndio inapopanda hivyo, ndio gharama za maisha zinapopanda, uchumi unapopanda hivyo. Hapo nimetoa sasa mfano kwenye nyanya. Kwa hiyo unaweza kaangalia sasa kwenye mambo mbalimbali. Bado tu daladala zipande. Ile tutagusa direct. Of course, taratibu tunataka tuseme vita isiende muda mrefu. Kweli. Okay sir, mimi tumezungumza mambo mengi sana Zungu, na nadhani pengine haya tutakayoendelea kutokea tunagusia kidogo kidogo, si ndio? Tutazidi kuzungumza, nyie ni familia, tutazungumza, tutazidi kuichambua dunia yetu jinsi ilivyo, kwa sababu ina mambo mengi sana ambayo inatakiwa tuyafahamu na kuyajua. Bana, kwenye mwaliko wa iftari sasa si utatualika, na nimeambiwa sijui ni iftari kwanza ipo kweli? Iftari ilitakiwa tufanye leo, masuala ya mvua yamezingua, lakini very soon nadhani sasa unataka kuwa exclusive, lakini it is okay. Tutaifanya kesho kwenye ubalozi wa Iran. Nadhani muda so mrefu ikifika kwenye mishale ya saa 1 hivi nitakufanua, lakini tutaifanya kesho kwenye ubalozi wa Iran ulioko Dar es Salaam, Tanzania. Special kumwenzi Ayatollah Ali Khamenei. Tutakuwa na watoto wangu yatima kama 20-30 hivi. Tafuturu pamoja. Baada ya hapo atawasoma dua, tutakuwa na sheikh pale atusomea dua maalum. Tutamwombea mzee wetu. Baada ya hapo tutawapa watoto wale sadaka baada ya kufutari. Jambo limeisha, ni iftari maalum kwa ajili ya kufuturisha watoto yatima. Watoto yatima ambao watoto hao yatima ndio tutaenda nao kumwombea dua mzee Khamenei. Na hiyo dua itafanyika ndani ya ubalozi wa Iran pale. Zungu, kwanza pole sana na msiba. Tushapoa. Na asante pia kwa kutukaribisha leo tufanye interview. Bana, shukrani sana. Bana, nilikuwa nazungumza na Zungu. Asante sana kwa wewe ambaye umetusema kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na pia niambie ni kitu gani umekipenda, kitu gani unatamani next time tukifanya interview na Zungu tukiulize, kibadilike, kiongezeke, utakuwa umefanya vizuri sana. Na pia niambie bwana, utazama interview ukiwa umetokea wapi, ni kitu kizuri sana natamani kukifahamu. Mimi naitwa Victor Madahabi, anza kamera kwa Riziki bwana. Asante.